wengi wafugaji nchini Tanzania wamekuwa wakikabiliana na changamoto za ukosefu wa malisho ya mifugo, maji pamoja na upatikanaji wa dawa za mifugo. Hali iliyopelekea wafugaji wengi kupoteza matumaini ya kupata maisha bora kupitia sekta ya mifugo. Kwa jina naitwa Matayo Daniel, katibu mkuu wa Chama cha Wafugaji Tanzania. Mimi nipende kutoa shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa zilizofanyika kwa upande wetu wafugaji. Huko nyuma kulikuwa na migogoro mikubwa sana ya wafugaji na wakulima, wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi, ambayo ilipelekea hata mapigano baina ya wafugaji na wakulima. Lakini toka Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, alivyokuja na zile 4R, kwa kweli tumeona matunda. Jengewa majosho 754, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Lakini pia katika serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tumepokea ruzuku ya madawa ya kuogeshea mifugo lita 56,000, kitu ambacho hakijawahi kutokea kwetu sisi wafugaji. Lakini mpaka sasa serikali ya awamu ya 6 imetenga bilioni 28.1 kwa ajili ya chanjo ya mifugo. Kwa ilani iliyozinduliwa juzi tu, kwa kweli sisi kama chama cha wafugaji tumeipokea kwa mikono yote, kwa sababu imegusa kila sehemu, na tunaamini hiyo ilani ikitekelezwa ipasavyo, mifugo itakwenda kupata thamani. Niwaombe tu serikali, pamoja na mambo mazuri, lakini waendelee kutenga maeneo ya malisho. Maeneo ya malisho ni muhimu sana kwa mustakabali ya ufugaji. Hilo ndo ombi langu. Na maeneo yote yaliyotengwa kwa ajili ya ufugaji yathaminiwe na yalindwe. Lakini pia yapimwe na kumilikishwa kwa wafugaji ili kuachana na zana ya ufugaji wa zamani na kufuga kisasa. Na kuachana na ufugaji wa kuhamahama na kurudi kwenye ufugaji wa kisasa. Kwa hiyo tumejipanga kwenda kupanda malisho kwa ajili ya mifugo, lakini pia kuyapima yale maeneo na kuyachimbia maji. Sababu tatizo kubwa nchi hii, mpaka mnaona wafugaji wanahama kutoka kanda ya Ziwa kwenda kusini, Morogoro, ni ukosefu wa malisho na maji. Lakini mliona juzi tu hapa serikali iliagiza magari mengi sana kwa ajili ya kuchimba maji. Kwa hiyo tukiondolewa tatizo la maji na tatizo la malisho, sekta ya mifugo nafikiri itakuwa ndio sekta itakayoongoza kuingizia serikali pato. Mimi naitwa Abdalla Ramadhani Mdimu, natoka wilaya ya Bahi, mkoa wa Dodoma, na ni mfugaji kwa muda mrefu, lakini ufugaji wangu ni ule wa kienyeji. Sijatoka wa kienyeji kwenda wa kisasa. Kwa hiyo kutoka nimekuwa, ule ufugaji wa kwanza ulikuwa tofauti na wa sasa. Kipindi hicho ardhi ilikuwa pana, sasa hivi ardhi zimekuwa finyu, watu wengi wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo inabidi wafugaji tubadilike kulingana na hali tulionayo. Tupunguze mifugo, tufuge mifugo ya kisasa yenye tija. Mifugo inategemewa mara 4. Mfugo tu mmoja, cha kwanza utapata maziwa lita 5. Ikiwa na sehemu ya malisho nzuri ambako hakuna ndorobo, hakuna shamba, ng'ombe anajichunga. Sio majani kama haya, majani yanayefika hapa. Akianza kuvuna kutoka hapa mpaka ifike hapa, pale sehemu hiyo anahama. Imesha kwa viziki. Ile ng'ombe wako hata ikija, asubuhi unakamua lita 5, jioni unakamua lita 5. Mkiwa 10, maziwa ya ng'ombe huyu mnaenea zamani. Lakini sasa hivi wewe una mifugo 5, nyinyi mko 4, haitoshelezi. Sababu hizi ng'ombe hawana sehemu aliyotengewa maalum wa kuchunga. Unaona?
Maeneo yamekuwa ya kila mtu ana eneo lake, kila mtu ana shamba lake, kila mtu ana nini. Itwe mifugo haina mahala ya kufanya nini? Ya kusimama ipate raha. Ndio maana utakuta hata sasa hivi nyama wa wale ng'ombe wakosefu wa majani sio tamu kama ng'ombe wanayenufaika majani ambayo inafika hapa. Ng'ombe ikiwa inachunga majani mazuri, inaongezeka kilo zake, mafuta inaongezeka mwilini, na kulia kwake halii kwa unyonge. Hata ng'ombe iliyonenepa ikija tu ikikutazama hivi mpaka unafanya kumwogopa, kwa sababu kajaza afya. Lakini kwa sasa hivi ng'ombe zetu wanatumia nguvu ya dawa. Kwa mwezi unaweza ukachoma mara 3. Kile ukiangalia anarudi hajashiba. Wewe unajua anaumwa ndorobo, unaendelea kuchoma sindano. Mbele ng'ombe anaumwa. Na ng'ombe wa sasa hivi magonjwa yamejaa. Lakini sasa hali inaanza kubadilika. Kupitia chama cha wafugaji, sauti za wafugaji zimeanza kusikika kwa nguvu mpya. Chama kimekuwa kiungo muhimu kati ya wafugaji na serikali, kuleta ushirikiano wa kweli unaolenga suluhisho la kudumu. Jina langu mimi naitwa George Simon Kifuko. Cheo changu kwenye chama cha wafugaji sasa hivi ni mwenyekiti wa kamati inayoshughulikia masuala ya migogoro na malisho. Wakati wa watumiaji wengine wa ardhi, lakini ndio katibu mkuu mstaafu wa chama hiki, chama cha wafugaji. Kulikuwa na operation Tokomeza ilikuwa inaendelea. Rais ameunda operation Tokomeza, Mheshimiwa Kikwete, kwa ajili ya kutokomeza wa majangili, lakini imegeuka ikaenda kuwapiga wafugaji. Sasa kila tulikuwa tukienda kupambana na hiyo kitu, tunakuwa hatuna sauti. Ndio tukafika mahali tulianzisha tarehe 13 ya mwezi wa 12, tumepata usajili. Kwa hiyo harakati ya kuhakikisha sauti ya wafugaji inasikika ndipo ilipoanza hapo. Mpaka sasa tunaendelea vizuri, tuna miaka 13 toka tuanze, tuko vizuri na Wizara ya Mifugo. Zipo changamoto mpaka sasa, zipo za wizara, zipo za serikali yenyewe, zipo za wakulima. Tulichokifaulu sasa hivi ni ya wakulima. Mimi naitwa Mrida Mshota, mwenyekiti wa chama cha wafugaji taifa. Sisi kama chama cha wafugaji tumepitia kwenye changamoto nyingi sana kwa kipindi cha nyuma kilichopita, lakini ndani ya miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan kazi kubwa kwenye sekta hii imefanyika. Ukiangalia tulikuwa na migogoro mingi sana kati ya wafugaji na wakulima, wafugaji na wahifadhi, na mambo mengine mbalimbali. Lakini serikali imeweza kuhakikisha kwamba hizi changamoto zinatatuliwa kwa wakati. Kwenye sekta yetu zaidi ya majosho 754 zimejengwa zenye thamani ya shilingi bilioni karibu 16 katika halmashauri 184. Lakini pia ukiangalia madawa ya kuogeshea mifugo kama dipu zaidi ya lita 240,000 pia zimeshasambazwa zenye thamani ya shilingi bilioni 2.6 katika halmashauri 184. Na sio hivyo tu, lakini pia ukiangalia hata kwenye mabao ya kunyweshea mifugo zaidi ya mabao 15 yamejenga katika maeneo mbalimbali ya wafugaji. Lakini ukiangalia kwenye minada ya mipakani minada zaidi ya 9 zimeshajengwa katika maeneo mbalimbali ya mipakani. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika sana, lakini ukiangalia zaidi ya hekta milioni 3.5 serikali imetenga maeneo yaliyopoteza sifa baada ya kuteua ile timu ya mawaziri 8 wa kisekta waliokwenda kupitia maeneo yaliyopoteza sifa. Baada ya kupitia ile taarifa, wakaona sasa kuna haja haya maeneo yarudishwe kwa wafugaji ili yatumike kwa ajili ya malisho. Ndio maana migogoro kati ya wafugaji na wakulima, wafugaji na wahifadhi na utaifishaji wa mifugo umepungua, kwa sababu tumeweza kupata maeneo mahususi kwa ajili ya kulishia mifugo yetu. Lakini pia Mheshimiwa Rais alipokuwa kule Morogoro aliweza kuzindua kampeni ya Tutunzane, ambaye ni mfugaji mpende mkulima na mkulima mpende mfugaji. Hiyo pia imekwenda kutusaidia. Lakini fursa nyingine kubwa, mimi kama mwenyekiti wa chama cha wafugaji nilipata fursa ya kuteuliwa kuwa kwenye bodi ya wakurugenzi wa ranchi za taifa. Wafugaji kwa muda mrefu katika haya mashamba walikuwa hawapewi haya mashamba, lakini baada ya mimi kuingia mule
Sasa zaidi ya wafugaji wengi sana wameweza kupata fursa ya kumiliki yale mashamba ya serikali ambayo zile zinakodiwa kwa ajili ya kulipa kodi, lakini wafugaji walikuwa wanakosa fursa ya kuwekeza katika haya mashamba haya. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kule Kagera kuna mwekezaji wetu mkubwa anaitwa Kahama Fresh Josam, ana zaidi ya ng'ombe 5,000 wa maziwa na tayari amefungua kiwanda chake, lakini analima malisho mengi. Lakini wafugaji wengi sana baada ya ile kongamano la Morogoro wamehamasika sana kulima malisho. Hata kwenye mashamba ya serikali sasa hivi mbegu za malisho zimekuwa ni adimu, kwa sababu sasa wafugaji wengi wamekwenda sasa kulima malisho ili kwa ajili ya kuisaidia mifugo yao hata wakati kiangazi kitokea wasiweze kuua mifugo yao wakati wa kiangazi. Kwa kazi kubwa imefanyika, na sisi sasa tunatarajia baada ya kazi hii kufanyika, sasa wafugaji watapata fursa kubwa ya kuweza kuuza mifugo yao kwenye mataifa makubwa, hasa kwenye bara la Ulaya na maeneo mengine. Lakini pia serikali imeweza kusambaza madume 560, madume bora aina ya Borana zimesambazwa kwa wafugaji. Hata mimi kule natokea mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda na Serengeti tumepokea jumla ya madume 40. Lakini jumla ya halmashauri 8 zimepokea madume 560, ambayo tunahakisha kwamba ukizalisha ndama ndani ya miezi 6 unamuuza huyu ndama kwa bei kubwa kuanzia 1.5 milioni, kutoka mfugaji anazalisha ndama anachunga miaka 5. Kama ulikuwa na miaka 35 ukizalisha ndama unaenda kuuza na miaka 40. Kwa hiyo ni kazi kubwa imefanyika. Kwa hiyo mimi nafikiri baada ya shughuli hii yote sasa kukamilika na maelekezo ya serikali yakatoka, sasa sekta hii itakuwa ni sekta muhimu sana ambayo tunatarajia hata pato la taifa kutoka kwenye sekta ya mifugo itaongezeka. Chama cha ufugaji tumeingia mikataba na kampuni ya TAFE ambayo inamilikiwa na Mohamed Enterprises. Lengo kubwa letu ni kwamba kuhakikisha wafugaji wanapata mikopo ya haya matrekta ili kwenda kulima malisho, lakini pia kwa sababu najua sisi hapa tulipo kanda ya Ziwa, sisi ni wakulima na wafugaji. Kwa maana hiyo wafugaji watapata fursa ya kukopa matrekta kupitia chama chao, kwa sababu wafugaji wamepata changamoto kubwa wanapokwenda kukopa matrekta wakipitia kwenye mabenki yale. Inakuwa ni shida, hawapati hiyo mikopo. Lakini tumepata fursa ya Bwana Mohamed Enterprises. Sasa wafugaji wetu, baadhi ya wafugaji wetu takabidhiwa matrekta pale. Hizi trekta zimekuja hapa zimenunuliwa na wafugaji kwa ajili ya kwenda kulima malisho ya mifugo, lakini pia kwenda kufanyia biashara. Lakini sisi tumeingia agreement mwaka jana mwezi wa 10 na benki ya CRDB kwa ajili ya kuweza kuwakopesha wafugaji mkopo wenye riba nafuu. Na zaidi ya wafugaji zaidi ya 8,300 tayari wameshapata mkopo zaidi ya bilioni karibu 9. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika. Wafugaji wana matumaini mapya, wanaamini kuwa changamoto zao zinaweza kutatuliwa na kwa kushirikiana wanaweza kuwa na kesho iliyo bora zaidi. Huu ni mwanzo mpya, mwanzo wa kuinua sekta ya mifugo, mwanzo wa maisha yenye tija, heshima na matumaini kwa kila mfugaji. Kwa pamoja wafugaji, chama na serikali tunaweza kuijenga sekta ya mifugo imara, endelevu, yenye mafanikio kwa ajili ya sekta ya mifugo na vizazi vijavyo.